Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Gloire à Dieu pour son amour. Je m'appelle Etienne Yakabumje et je suis le pasteur dans l'église de Pentecôte dans la paroisse Gasovon en district de Lutsilon et en province de l'Ouest. Ninaamini ya kwamba mnanisikia. Mimi kama vile nimekwisha sema, jina langu linaitwa Etienne Yakabumje na mimi ni mtumishi wa Mungu katika kanisa la Pentecote, yani EDPR, kanisa la Lundoi katika mkoa wa Magharibi. Nafikia kwamba tafurahia neno Mungu aliloliweka ndani yangu. Nataka sasa nisome neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 44 mstari wa 3. 44 mstari wa 3, yani Psalms chapter 44 verset 3. Psaume chapitre 44 verset 3. Nous lisons: car ce n'est point par les épées qui se sont emparés du pays, ce n'est point les riblas qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Maana si kwa upanga wao walivyo imiliki nchi, wala si mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako wa kuume, naam mkono wako na nuru ya uso wako, kwa sababu uliwalidzia. Nafikia kwa mnanisikia. Neno ninalo leo shabaha yake ni kumpendeza Mungu, yani hifadhi itokayo kwa kumpendeza Bwana. Tumekwisha kusoma ya kwamba maana si kwa upanga wao walivyo imiliki nchi, wala si mkono wao ulivyo waokoa, bali mkono wako wa kuume, na mkono wako kwa na nuru ya uso wako, kwa sababu uliwalidzia, yani ulipendezwa nao. En langue française, nous venons lire: car ce n'est point par les épées qui se sont emparés du pays, ce n'est point les riblas qui les a sauvés, mais c'est ton bras, c'est ta droite plutôt, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. In English, the word of God says, for they got not the land in possession by their own sword, never did their own arm save them, but your right hand, your arm, and the light of your countenance, because you had a favor unto them, which is to say, that if the Lord God our Father will have a favor to me, if he will have a favor to you, he will show us his hand. You know what I want to tell unto you. J'espère que vous m'entendez. C'est-à-dire que Dieu se manifestera à nous. Si il nous aimera comme nous avons ri en langue française, nous avons ri cette parole. Ce n'est point par les épées qui sont emparés du pays, ce n'est point les riblas qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Yani kusema kwamba Bwana akipendezwa nasi atajidhihirisha kwetu. Yani kusema kwamba tukiwa na tatizo lolote atatuonyesha kwamba yeye ni Mungu muweza yote. Sasa Bwana atapendezwa nasi tukifanya nini ili apendezwe nasi? Tutatendaje? Nafikiria kwamba unanisikia. Sasa ingawa alipendezwa na baadhi ya wana wa Israeli, Mungu hakupendezwa na watu wote wa Israeli, bali alipendezwa na wachache kati yao. Maana tunasoma ya kwamba wengi wao walimchukiza, lakini wale waliompendeza aliwabariki, aliwapa urithi wa nchi. Na sisi tukimpendeza Bwana atatupa ufalme wake, na tena atatubariki tukiwa duniani, tutaona mkono wake. Kabla ya kuendelea na kutafsiri neno hili, nataka sasa niombe Mungu ili aniwezeshe, kwa sababu mimi peke sina kitu, siwezi neno lolote bila mkono wa Bwana. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru sana kwa sababu unapenda nisimame hapa ili nitoe injili, ili kanisa lako lipate kufaidika. Na kuomba Baba, unipe nguvu, Roho wako Mtakatifu aniwezeshe kutafsiri neno hili, kwa sababu mimi mwenyewe sina uwezo, lakini ukiniwezesha watu watajua kwamba wewe ni Mungu. Par ta force,
Et j'espère que tu vas montrer ta gloire devant ton peuple, ton peuple pour ta parole que je vais proclamer devant la foule, ceux qui m'entendront, la bénédiction de toi pour ta parole. J'espère que tu vas être avec moi depuis le commencement jusqu'à la fin. I believe that you will open my understanding, that I may give the word with the Holy Ghost, with the power from you. In Jesus' name, I pray. Naamini kwamba utaniwezesha kutoa neno hili kwa neema yako. Tangu mwanzo hadi mwisho nitaona mkono wako. Naomba nikiamini kwamba utafanya yote kwa jina la Yesu. Amen. Sasa ninaendelea kusema neno la Bwana. Tumekwisha kusoma neno hili. Yani Zaburi 44 mstari wa 3. Neno la Mungu limetuambia hivi: maana si kwa upanga wao walivyo imiliki nchi, wala si mkono wao ulivyo waokoa, bali mkono wako wa kuume na mkono wako na nuru ya uso wako, kwa sababu uliwalidia. Na tumekwisha kusoma katika Kifransa neno limetuambia hivi: car ce n'est point par les épées qui se sont emparés du pays, ce n'est point les boulas qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Na tulipokwisha kusoma neno hili tumeona kwamba Bwana akipendezwa nasi kweli atatujalia neema yake na atatuonyesha kwamba yeye ni muweza yote, ila tunahitaji kumpendeza, kwa sababu tusipompendeza hata jidhihirisha kwetu, hatutaona mkono wake, hatutaona hifadhi kutoka kwake. Kwanza tumupendeze. Kwa lugha ya Kiingereza tumeona imeandikwa hivi: for they got not the land in possession by their own sword, never did their own arm save them, but your right hand, your arm, and the light of your countenance, because you had a favor unto them. Which is to say that if the Lord, the God our Father, will have a favor unto me and to you, he will show us his hand and he will bless us. I believe that you follow me. Yani kusema kwamba Bwana kiona kwamba tuna faida kwake atatubariki, na tukiwa na tatizo lolote, tukikosa namna ya kufanya, atatuonyesha kwamba yeye hakuna lisilowezekana kwake, kwa sababu kwake yote yanawezekana. Sasa nahitaji munifuate. Nataka niwaambie ya kwamba wana wa Israeli wote hawakumpendeza Bwana, lakini wale waliompendeza Bwana kati yao, Bwana aliwapa urithi wa nchi ya Kanaani kwa sababu walimpendeza. Wale wasiompendeza wamekuaje? Kwa sababu tumeona kwamba wale waliompendeza aliyowaridhia, aliwapa urithi wa nchi, aliwapa umiliki wa nchi kwa sababu walimpendeza. Lakini si wote waliompendeza, kwa sababu tukisoma neno la Mungu, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 mstari wa 5, tunaona kwamba wengi wao hawakumpendeza Bwana. Na wale wasipompendeza Bwana waliangamia jangwani, kama vile tusomavyo en langue française. Nous lisons: mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Yani kusema kwamba watu wengi kati yao hawakumpendeza Bwana, na Mungu alipoona kwamba hawampendezi aliwaacha wakaangamia jangwani, yani wakafa jangwani. Lakini wale waliompendeza Bwana akawapa urithi wa nchi, kama vile nimekwisha sema. Sasa wale wasiompendeza, ni kitu gani kisichompendeza Bwana walichokitenda? Nataka niwaambie ni kitu gani kilichomchukiza Bwana kikamletea kuwaacha na kuwanyima macho yake wakaangamia jangwani. Walifanyaje? Nataka sasa tusome neno la Mungu, Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38, yani Hébreux chapitre 10 verset 38. Neno linasema hivi: lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Neno hilo nalisikia ya kwamba mtu akisitasita, kusitasita yani kuwa na mashaka au kurudi nyuma, mtu asipoendelea mbele akisitasita,
Yani kusema huyu mtu huyu mwenye ana sita, huyu mwenye anaacha uzinzi kisha ana sita, je, nirudie uzinzini tena nifanye uasherati? Huyu mtu mwenye ana sita hawezi kumpendeza Bwana. Huyu mwenye anaacha pombe, naacha ulevi, na chini ana sita moyoni, kisha naanza kusema au nirudie kwenye ulevi, ninywe pombe tena nilewe, mtu huyu hawezi kumpendeza Bwana. Neno la Mungu linatuambia hivi, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita, roho yangu haina furaha naye. Yani Bwana hatakuwa na furaha nawe ukisita, usiposimama imara, hawezi kumpendeza Bwana. Kama unahitaji kumpendeza Bwana, simama imara. Dhambi uliyoiacha usirudie tena. Kama umeacha uzinzi, usitamani kuzini tena. Kama umeacha uasherati uwe chukizo kwako. Kama umeacha kulewa, acha ulevi mara moja, ulevi uwe chukizo kwako, na mwisho wako utampendeza Bwana. En langue française, nous lisons, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et j'espère que tu me suives, j'espère que tu m'entends. Et si tu m'entends, tu entends que le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, l'Éternel ou Jésus-Christ notre Seigneur ne prend pas plaisir en lui. Yani kusema kwamba mwenye haki wa Bwana ataishi kwa imani, na akirudi nyuma, yani akitoka ndani ya imani, hata mpendeza Bwana, na Bwana hawezi kuwa na furaha kwake, yani anaweza kuhuzunika kwa ajili yake. Unahitaji kumpendeza Bwana, kama vile nimekuambia, simama imara, yani uchukie dhambi, na ukisha kuchukia dhambi usirudi nyuma tena. Sasa nahitaji niwaambia kwamba tuna mito tofauti, ingawa tumeitwa na Mungu mmoja, lakini mito yetu ni tofauti. Kwa upande wangu, nikisimama mbele ya watu, ninaongea nao, utaona ninafunga macho. Usifikiria kwamba mimi ni kipofu. Mimi sio kipofu, bali ni mwito wangu. Nikisha kusikia neno linashuka moyoni mwangu, neno ninalisoma. Baada ya kulisoma, ninabaki na neno moyoni mwangu, yani ninabaki na kazi ya kuomba Mungu ili aniwezeshe kutafsiri neno hilo. Wakati ninamuomba Mungu, utaona ninafunga macho, na utasikia nasema tusome hapa bila kufungua Biblia. Usifikiria kwamba ni mimi, bali ni uwezo wa Bwana, kwa sababu kwake Mungu yanawezekana. Utasikia nimesema hivi, ninasema hivi, Bwana amenituma hivi siku hii na tarehe hii na mwezi huu, mwaka huu. Yote ni mapenzi ya Mungu. Mimi siwezi kitu, lakini Bwana yefanya hivyo, utukufu ni kwake. Nafikiria kwamba angelikuwa na tatizo au angelikuwa na swali imetoka. Sasa naendelea na neno letu. Tumupendeze Bwana ili tupate hifadhi kwake. Tumupendeze Bwana ili tubarikiwe. Tumupendeze Bwana ili atupe amani, kwa sababu tumesoma hivi, maana si kwa upanga wao walivyoimiliki nchi, wala si mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako, yani mkono wa Bwana wa kuume, na mkono wake na nuru ya uso wake, kwa sababu aliwalidia, yani aliridhia watu wake. Alipolizia watu wake, akawapa umiliki wa nchi ya Kanaani. Na sisi Bwana kitulidia, yani akipendezwa nasi, atatupa urithi wa nchi ya mbingu. Na tukiwa duniani atatupa amani, tukiwa duniani atatupa lolote tunalolihitaji lililo jema, lakini kwanza tumupendeze. Basi wana wa Israeli wale walisiompendeza walifanyaje ili na sisi tusifanye hivyo? Kwa sababu tukifanya hivyo hatutampendeza Bwana. Ni kitu gani walichokifanya kikamchukiza Bwana? Kwanza tumeona kwamba mwenye haki akirudi nyuma hatampendeza Mungu, lakini akisimama imara hatampendeza Bwana. Nataka sasa tusome neno la Mungu kwenye Kumbukumbu la Torati mstari wa 5. Neno la Mungu, Deuteronome chapitre 32 verset 5. Neno la Mungu linasema hivi kwa Kiswahili. Linasema hivi: wametenda mambo ya uharibifu, hawai watoto wake. Hii ndiyo ila yao, wao ni kizazi chenye ukaidi kilichopotoka. Wametenda mambo ya uharibifu, hawai watoto wake. They have corrupted themselves
they are not his children because of their blemish. Perverse and the crooked generation. Yani wamejiharibu wao wenyewe. Walipokwisha kujiharibu, Bwana akachukizwa nao, na alipochukizwa nao akawaacha. Tumesoma hivi, wametenda mambo ya uharibifu, hawai watoto wake. Hii ndiyo ila yao. Yani ila yao ni kujiharibu. Kama hawakujiharibu, wangeliendelea kuwa watoto wa Bwana. Lakini walipokwisha kujiharibu, Bwana amewachukia. Nataka niwaambie ndugu zangu, mama mnayenisikia, baba unayenisikia, dada, ndugu yangu, siku moja mtu mmoja alituhubiri, alipoongea neno la Mungu, akatuambia neno tunalopaswa kuwaza kwalo, au neno linaweza kuwa fundisho kwetu. Alipokwisha kutuhubiri, akatuambia neno hili, akasema Mungu leo, yani asubuhi, unaweza kusikia sauti ya Mungu ikisema kwamba wewe ni mtoto wake. Sauti ya Mungu inaweza kukufikia ikisema hivi, mtoto wangu, usiogope, mimi ni pamoja nawe. Lakini mtu yule akisha kusikia sauti ya Mungu isemea kwamba yeye ni mtoto wa Mungu, kama hacheshi, yani haangalie, yani hajirinde, akitenda dhambi saa 6, yani akitenda dhambi saa 8 au saa 9, sauti ya Mungu inaweza kumfikia ikisema, adui yangu toka, ninakuchukia. Lakini asubuhi alikuwa mtoto wa Bwana, magharibi jioni anageuka adui wa Bwana. Yani kusema kwamba tukitenda dhambi hatutaitwa watoto wa Mungu tena, bali tutaitwa adui zake. Nafikia kwamba mnanifuata. Kama tunahitaji kuendelea kuitwa watoto wa Mungu, tusimame imara, tusitende dhambi tena. Maana tunasoma hivi, wamefanya mambo ya uharibifu, hawai watoto wake. Hii ndiyo ila yao. Wao ni kizazi chenye ukaidi kilichopotoka. Kwa Kiingereza tumesoma hivi, they have corrupted themselves. They are not his children because of their blemish. A perverse and a crooked generation, which is to say, after to be corrupted before the Lord, they became enemies of the Lord. If we want to be forever the friends of the Lord, we have to stand fast in the salvation, or to hold fast what we have hold from the Lord our God. I believe that you follow me. Kama tunahitaji kuendelea kuitwa watoto wa Mungu, tutashika lile tulilolisikia, lile lilotufikia kutoka kwa Bwana. Kama Mungu ametuambia tusizini, tutaendelea kuchukia uzinzi. Kama ametuambia tumutii Mungu, tutaendelea kumutii. Na Mungu akituzuia kutenda lile na lile, tutaendelea kulikataa ili tumpendeze Bwana na tuendelee kuwa watoto wake. Nafikiria kwamba mnanifuata. Wale wana wa Israeli walipokwisha kufanya mambo ya uharibifu, hawakuendelea kuitwa watoto wa Mungu, bali wale walioendelea kutenda yale yaliyo haki mbele yake, kama Joshua au Yosua na Kalebu, waliendelea kuwa watoto wa Bwana, na Mungu akawapa urithi wa nchi ya Kanaani kwa sababu walimpendeza. Na sisi yafaa tumpendeze Bwana. Tukisha kumpendeza Bwana, na sisi ataenda kuwa Mungu wetu, nasi tutaendelea kuwa watoto wake. Asante kwa maana mnanisikia. Watu wa Israeli walipotoka nchi ya Misri, waliendelea wakiwa na imani ya kwamba wanaenda katika nchi ya ahadi. Lakini kwa sababu wote hawakuwa wenye haki mbele ya Bwana, wale waliomchukiza walianguka jangwani wakafa, kama vile tumesikia. Wale waliompendeza Bwana akawapa nchi ya Kanaani kama umiliki wao. Nafikira kwamba mnanifuata. Neno la Mungu linatuambia kwenye Injili ya Mathayo sura ya 22 mstari wa 14. Injili ya Mathayo sura ya 22 mstari wa 14. Yani Matthieu chapitre 22 verset 14. Nous lisons, car il y a beaucoup d'appels mais peu de rues. Yani kusema kwamba kwa maana waitwao ni wengi bali wateule ni wachache. Nafikia kama unanisikia, waitwao ni wengi. En langue française nous venons lire, car il y a beaucoup d'appels, waitwao ni wengi, beaucoup d'appels mais peu de rues. In English, the word of God says, for
many are called but few are chosen. Yani kusema kwamba wengi waliitwa lakini waliochaguliwa ni wachache. Na wale waliochaguliwa ni wale waliompendeza Bwana, yani wale waliofanya yale yampendezayo, wale waliofanya yaliyo haki mbele yake. Na sisi yafaa tufanye yaliyo haki mbele ya Bwana ili apendezwe nasi, na kisha kupendezwa nasi atatupa amani na atatupa urithi wa nchi ya mbingu kama vile nilivyosema. Je, ndugu yangu, wewe unampendeza Bwana au unamchukiza Bwana? Ujue kwamba ili umpendeze Bwana yafaa usisitasite kama vile tumekwisha sema. Sasa nahitaji Mungu aniwezeshe, nahitaji na wewe akuwezeshe kufuata yale ninayoyatoa mbele yako. Ili tumpendeze Bwana sasa yafaa tusimame imara. Ndio maana nataka tusome neno la Mungu kwenye waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 3 mstari wa 2 na wa 3, ili tujue tutafanyaje ili tumpendeze Bwana. Katika njaa hatutahanguka, katika magonjwa tutaendelea kumtumaini Bwana, hatutafanya dhambi kwa sababu ya ugonjwa, bali tutaendelea kusimama imara katika wokovu wake. Na nataka sasa tusome pale kwenye waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike sura ya 3 mstari wa 2 hadi 3. Neno la Mungu linasema hivi: tukamtuma Timotheo ndugu yetu na mtumishi wa Mungu katika injili ya Kristo, ili kuwafanya ninyi imara na kuwafariji kwa habari ya imani yenu, mtu asifadhaishwe na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa twawekewa hizo. Sikieni ndugu mnayenisikia, neno la Mungu nalifuata hivi: tukamtuma Timotheo ndugu yetu na mtumishi wa Mungu katika injili ya Kristo, ili kuwafanya ninyi imara, yani msisitasite kama vile tulivyosikia, ili kuwafanya ninyi imara na kuwafariji kwa habari ya imani yenu. Mstari wa 3, mtu asifadhaishwe na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa twawekewa hizo. En langue française, nous lisons: nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, en fait que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Jueni ya kwamba tukiwa duniani tuna vita tofauti, ila Bwana anahitaji tusihanguke, yani tusirudi nyuma, bali tusimame imara. Nafikiria kwamba unanifuata, na tukisimama imara Bwana atapendezwa nasi. Tusipoanguka juu ya matatizo tunayoona duniani, Bwana atapendezwa nasi. Unanifuata ndugu yangu, sikieni wewe unayenifuata, dada, ndugu, baba na mama, kama tunahitaji kumpendeza Bwana, tusijichafue, bali tuwe watakatifu milele na milele katika maisha yetu, tuwe watakatifu. Naamini kwamba unanisikia. Sasa nataka nimalize, kwa sababu ninataka kwanza tumpendeze Bwana ili atuonyeshe mkono wake. Tumeona kwamba wale wana wa Israeli walivyompendeza Bwana, aliwapa urithi wa nchi, kama vile tumesoma hivi: maana si kwa upanga wao walivyoimiliki nchi, wala mkono wao ulivyowaokoa, bali mkono wako wa kuume na mkono wako na nuru ya uso wako, kwa sababu uliwalidia, yani ulipendezwa nao. Baba na ndugu mnayenifuata, mama au dada, nafikiria kwamba mumekwisha sikia kwamba Bwana kipendezwa nasi kweli, atatupa amani, atajidhihirisha kwetu, atatuonyesha mkono wake. Na ili apendezwe nasi yafaa tusirudi nyuma, yafaa tusimame imara ili tumpendeze. Yafaa tukisha kutubu dhambi tusirudi ndani ya dhambi tena, bali tumpendeze Bwana, tusimame imara. Bwana kipendezwa nasi atakuwa pamoja nasi. Umekwisha sikia neno hilo. Mtume Paulo alipoona kwamba watu wa kanisa la Thesalonike wana matatizo tofauti, aliwaambia tulimtuma Timotheo ndugu yetu ili awafanye imara, yani msihanguke juu ya matatizo. Akasema tukamtuma Timotheo ndugu yetu
na mtumishi wa Mungu katika injili ya Kristo, ili kuwafanya ninyi imara na kuwafariji kwa habari ya imani yenu. Mtu asifadhaishwe na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua kwamba twawekewa hizo. Yatima akisimama imara hata mpendeza Bwana, mjane asipoanguka juu ya ujane wake akisimama imara hata mpendeza Bwana. Tusipoanguka katika njaa, watu wakikawia kupata watoto, wasipoanguka, wasipotenda dhambi, wasipofanya kinyume na nyumba zao, watampendeza Bwana. Lakini watu wakipata matatizo, wasiposimama imara, wajue kwamba Bwana hatapendezwa nao, bali atachukizwa nao. Neno la Mungu mmenilisikia, tumesoma hivi, tukamtuma Timotheo. Kwa Kiingereza neno la Mungu nasema hivi: and sent Timothy, our brother and a minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and encourage you concerning your faith, that no one should be shaken by these afflictions. For you yourselves know that you are appointed to this. Yani kusema kwamba walipoona kwamba walimtuma Timotheo, minister of God, walimtuma Timotheo, yani waziri wa Bwana. Ukifuata Kiingereza, and sent Timothy, our brother and the minister of God, our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and encourage you concerning your faith, that no one should be shaken by these afflictions. For you yourselves know that you are appointed to this. Yani kusema kwamba walimtuma yule Timotheo, waziri wa Bwana, kama vile tumesikia en langue française. Nous avons lu, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu, yani waziri, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, en fait que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. J'espère que tu m'entends. Il faut se tenir dans la foi. Il faut se tenir dans la parole de Dieu que nous avons entendue. Il faut continuer et croire que nous sommes dans le monde, mais nous sommes avec Dieu, notre Créateur. Il ne faut pas se retirer dans la foi comme nous avons lu. J'espère que vous m'entendez. Yani kusema kwamba Bwana anahitaji tujue kwamba tunaishi duniani, na duniani tutakuwa na matatizo, lakini tusianguke bali tusimame imara. Na tukifanya hivyo Bwana atapendezwa nasi. Sasa nahitaji nimalizie hapa ili tuombe Mungu na Bwana tuwezeshe kufanya yale yampendezayo, na kisha tungojee baraka kutoka kwake, na kisha tutapata mwisho mzuri. Baada ya kumpendeza Bwana tutapata mwisho mzuri na tutapata amani kutoka kwake. Tuombe Mungu. Kama unahitaji baraka, simama imara. Kama unahitaji Bwana akupe lolote unalolihitaji, simama imara. Kama unahitaji kuwa mteule wa Bwana, simama imara. Fanye yale yampendezaye, usifanye yale yamchukizaye. Ina yale yampendezaye ni mambo gani? Yafaa ujue yale utakayoyafanya ili yampendeze Bwana. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 hadi 5. Yani premier épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 5. Biblia inasema hivi: maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati, kila mmoja wenu na ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Nafikia kwamba umejua mapenzi ya Mungu ni mapenzi gani. Mapenzi ya Mungu si dhehebu. Mapenzi ya Mungu si kusema nina jina la ubatizo. Mapenzi ya Bwana ni kutakaswa kwetu. Mapenzi ya Bwana si kusema ninaomba siku fulani, sio Sabato wala Jumapili, bali mapenzi ya Bwana ni kutakaswa kwetu. Maana tumekwisha sikia hivi, maana haya ndio mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati, kila mmoja wenu na ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Nafikia kama unanisikia ndugu yangu, unahitaji kumpendeza Bwana,
Mapenzi ya Mungu ni kutakaswa kwako. Unahitaji kufanya yale yampendezaye. Epukana na uasherati ili umpendeze Bwana. Yani uwe na uwezo wa kutawala mwili wako katika heshima na utakatifu. This is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality, and that everyone should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in passion lust, like the Gentiles who do not know God. Naamini kama unanifuata, mapenzi ya Mungu, la volonté du Seigneur, et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous obtenez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer dans une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Sachez que la volonté du Seigneur, il faut que nous nous obtenions de l'impudicité. Il faut que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer dans une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissaient pas Dieu. Et j'espère que tu m'entends. Tukifanya hivyo, Bwana atapendezwa nasi na atatubariki. Sasa nahitaji tuombe Mungu ili atupe uwezo wa kujitakasa. Maana tukisha kuwa takatifu, Bwana atapendezwa nasi. Tuombe Mungu, nahitaji kutakaswa. Jitakase sasa. Uchafu wote unaoona moyoni mwako, huyu utowe. Kama ni uasherati, kama ni uzinzi au kama ni kiburi, kama ni chuki, ile chuki yafaa itoweke ndani yako. Kama ni ulevi, yafaa ujitakase, usiendelee kuwa mlevi tena, bali uwe mtakatifu mbele ya Bwana. Tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno hili unalolitoa kupitia ndani yangu, na kuomba endelee kujidhihirisha kwa neno hili ili watu wapate nguvu za kukupendeza, wasikuchukize kama baba zetu walivyofanya. Wale waliokuchukiza tumeona kwamba wameanguka wakafa, wakaangamia jangwani kwa sababu wamekuchukiza. Lakini wale waliokupendeza uliwapa umiliki wa nchi. Na sisi nahitaji tupe nguvu za kukupendeza, na mapenzi yako tumesikia kwamba ni kutakaswa kwetu, sio dhehebu, sio siku fulani, bali ni kutakaswa kwetu. C'est notre sanctification. Et j'espère que tu vas nous donner, faire ta volonté, que notre sanctification, pour que nous nous obtenions de l'impudicité, et que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, et sans nous livrer dans une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne te connaissaient pas. J'espère que tu vas être avec nous. Merci Seigneur, parce que tu vas donner aux jeunes filles, même aux jeunes garçons, pour se sanctifier, en fait qu'ils peuvent faire ce qui est ta volonté. Tu vas même donner aux parents, which is to the father and to the mother, to sanctify themselves before you, that they may please you. I believe that you will give us the power to do what is will before you. In Jesus' name, I pray. Bwana, nahitaji unipe nguvu za kufanya yale yakupendezayo, na utawajalia neema wengine wanaohitaji kukupendeza, ili sisi sote tukupendeze. Na kisha kukupendeza utatupa amani nchi yetu. Naomba katika jina la Yesu, nchi yetu, wananchi wetu, wape moyo wa kukupendeza, wasiendelee kukuchukiza kwa sababu inaleta laana, na tena sio nchi yetu yenyewe, bali ni duniani pote. Na kuomba ulimwengu wote wape kukupendeza, wachukie dhambi, watakaswe, yani wajitakaswe, kisha kutakaswa, na wape nguvu za kuepukana na washerati, kuepukana na uuaji, kuepukana na kila dhambi yoyote inayokuchukiza, ili wafanye yale ya kupendezayo. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Endelea kufanya yale yote kwa neema yako, kwa jina la Yesu naomba nikiamini. Amen.